wakiachukua matawi wakipiga makelele. Akatembea kwa miguu, akatembea juu ya maji, akatembea kwa miguu. Akarudi tena mzima, akatokea kaburini, akarudi tena mzima, akatokea kaburini. Yule Yesu, Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu, toka mwanzo wa Kwaresma tumetayarisha mioyo yetu kwa kufunga na kutendea watu mema. Leo tumekusanyika tupate kuanza kumbukumbu pamoja na kanisa nzima lile fumbo la Pasaka la Bwana wetu, yaani mateso na ufufuko wake. Maana aliingia katika mji wake wa Yerusalemu apate kulitimiza fumbo hilo. Kwa hiyo tumfuate Bwana tukikumbuka kwa imani kuu na uchaji kuingia kwake Yerusalemu. Nasi baada ya kushiriki msalaba wake kwa neema yake, tushiriki pia ufufuko wa uzima wake. Tuombe. Ee Mungu mwenyezi wa milele, uyatakase matawi haya kwa baraka yako, nasi tunamfuata Kristo mfalme kwa shangwe, tujaliwe kufikia Yerusalemu ya milele kwa jina lake, anayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Mfalme wa amani mbele heshima, Yerusalemu mjini anaingia, kwa unyenyekevu na upole mkuu, anapanda punda mwana wa Mungu. Hosana juu, hosana juu, hosana juu, hosana juu, hosana juu, hosana juu. Joni mahebroni, joni watoto, leteni matawi ya kusalimu, Mwana wa Daudi kweli wasia, anakuja kwetu mwenye Hosana juu, hosana juu, kwa jina la Bwana Mwokozi wetu. Hosana juu, hosana juu, hosana juu, hosana juu, hosana juu, hosana juu. Na Bwana awe nanyi. Nawe rohoni mwako. Somo takatifu la Injili lilivyoandikwa na Luka. Utukufu wako e Bwana. Wakati ule Yesu alitangulia mbele akapanda kwenda Yerusalemu. Ikawa alipokaribia Bethle na Bethania kwenye mlima uitwao wa Mzeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtamuona mwana-punda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yoyote bado. Mfungueni mkamleta hapa. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi,
Bwana ana haja naye. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa wakimfungua mwana punda, wenyewe waliwaambia, mbona mnafungua mwana punda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu. Wakatandika nguo zao juu ya mwana punda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitazaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa akikaribia materemko ya mlima Mzeituni, kundi nzima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kusifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakawaambia, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia nyinyi, wakinyamaza haya mawe yatapiga kelele. Injili ya Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Tufuate mfano wa yale makundi yaliyomshangilia Yesu, tuandamane kwa imani. Huyu ni yule Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Leo tunasherehekea Jumapili ya Matawi ama Jumapili ya Mitende. Na ukisoma katika maelezo ya liturujia ya siku ya leo, inasema baada ya simulizi la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, yule padri anaweza kufanya mahubiri mafupi ama awache watu wawe kimya. Sijui ningewauliza mngetaka nifanye ipi? Fupi. Baba moja alikuwa amezoea kumlete mwanawe kanisani kila Jumapili. Anamwamusha na wanaenda naye kanisani. Basi imekuwa Jumapili moja hii, baba ameenda kumwamsha huyu kijana wake mdogo tu. Akamwambia tuende kanisani. Yule akamwambia, baba, leo mimi nasikia kichwa kinaniuma sana, sioni kama tutaenda kanisani. Basi baba akamwambia, basi kama kichwa kinakuuma, wewe basi pumzika. Basi baba ameenda kanisani, na aliporudi kutoka kanisani amerudi na mitende, amerudi na matawi. Na yule mtoto wake akayaona matawi yale, akamuuliza, baba, matawi haya ni ya nini? Baba akamwambia, leo Kristo alikuwa anaingia mjini na matawi, kila mtu alibeba matawi yake na akaweka chini. Yule mwana punda aliyekuwa anambeba Kristo akawa anapita juu yake. Basi yule mtoto akasema, ya. Ile siku moja mimi sijaenda kanisani na Yesu Kristo anakuja. Sijui kama mmeshika pale. Leo ikiwa ni Jumapili ya Mitende, tunaanza wiki ama Juma Takatifu ambayo inatuelekeza katika sherehe zetu kubwa kabisa
za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo hii katika masomo ya Injili ambayo tumesoma masomo mawili ya Injili. Yale ambayo tulisoma tukiwa pale mlangoni kabla kuanza maandamano, ambapo Yesu Kristo anawatuma wanafunzi wake waende kumlete yule mwanapunda. Na yale ambayo tumesoma sasa hivi ambayo ni ya kutuelekeza katika mateso na kifo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo Jumapili hii wakati mwingine pia inaitwa Passion Sunday, kutafakari yale mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo yanafungua juma hili ambalo sisi tutaweza kutafakari kwa undani kabisa matukio yale ambayo yalimpata Bwana wetu Yesu Kristo, hatimaye akafa na baadaye akafufuka. Lakini katika mahubiri yangu siku ya leo nataka tuwazie yule punda na kukuuliza kama je, wewe uko tayari kuwa yule punda? Punda ni mnyama wa kazi. Katika mahala ambapo hamna magari, basi punda ndiye ambaye anatumika kama namna ya usafiri. Na hata katika nyakati zake Kristo ilikuwa ni labda mtu atumie punda ama atumie farasi. Farasi alitumiwa na wale watu waliokuwa na vyeo vikubwa, matajiri na hata askari katika vita. Lakini tunaona sasa Yesu Kristo anaanza kwa kutayarisha. Yeye mwenyewe tayari amekwisha tambua ni punda yupi atakayemtumia kuingia Yerusalemu. Kwa hivyo ameanza kufanya matayarisho ya kazi yake. Na hakuchagua tu punda yoyote, alichagua punda fulani ambaye yeye labda alikuwa tayari ameongea na mwenye punda yule katika kazi ambayo yeye ataitumia. Sisi tunaitwa kuwa watenda kazi, na tunaitwa kutenda kazi pamoja na Kristo. Na wewe na mimi, Kristo anatuita tuweze kuwa punda wake namba moja katika kueneza kazi yake na katika kufanya injili yake ikaweza kuenea. Bila huyu punda labda ingekuwa vigumu kwa Kristo kuingia Yerusalemu. Na kuna sababu iliyofanya yeye akamchagua huyu punda, hakuchagua mwingine. Kwa sababu punda ni mnyama ambaye ana ishara ya upole, ishara ya unyenyekevu na ishara ya amani. Anaonesha yeye jinsi ambavyo Zakaria alivyosema kwamba anaingia mfalme, na mfalme wenu atakuwa mfalme mpole, hatakuwa mfalme wa kifahari, hatakuwa mfalme wa vita. Ndiyo sababu Yesu amechagua mwana punda aweze kuwa ishara ambayo yeye anatumia iwe kielelezo ya jinsi ambavyo yeye ufalme wake utakavyokuwa. Kwa hivyo pia ni ishara ya kwamba anatuelekeza kuonesha uongozi ambavyo yeye anavyotaka uwe, kwamba uongozi wake sio uongozi wa vita, sio uongozi wa malumbano, ni uongozi wa upole, ni uongozi wa unyenyekevu, ni uongozi wa kuleta amani. Wana wa Israeli matarajio yao yalikuwa kwamba mfalme atakayekuja atakuwa ni shujaa wa vita,
atakuwa mtetezi wao kupigana na makabila na watu wengine ambao walikuwa wanawasumbua. Lakini Kristo anakuja kwa njia iliyo tofauti. Yeye anakuja kama mpatanishi, yeye anakuja kama mlete amani. Anawaagiza wale wanafunzi aliowatuma, anawaambia nendeni mkamfungue. Kwa hivyo ilikuwa lazima huyu punda afunguliwe ili aweze kwenda kutenda kazi yake. Sisi kuna mambo mengi ambayo mara nyingi yanatufunga sisi tusiwe watenda kazi wa Kikristo. Kuna mambo mengi yanayotufunga tusiwe punda wake Kristo katika kutenda kazi yake. Ya kwanza ni dhambi. Na hii dhambi ndiyo ambayo inamfanya Kristo aje. Hii dhambi ndiyo ambayo inafanya Kristo afe msalabani. Hii dhambi ndiyo ambayo inafanya Kristo apitie mateso ili aweze kutukomboa. Yule mwanapunda ilimbidi afunguliwe, aondolewe katika lile kamba lililomfunga ili aweze kutumiwa na Kristo katika kazi yake. Tuombe Kristo basi akaweza na sisi kutufungua na minyororo mingi ambayo labda tulio nayo. Dhambi yenyewe ikiwa ya kwanza, na vitu vingine vingi ambavyo vinatuzuia sisi kuweza kushiriki kikamilifu katika wito wetu, kushiriki kikamilifu katika kazi ambayo Kristo mwenyewe anatuita. Tuna kamba nyingi. Wengine wamefungiwa na ulevi, wengine wamefungiwa na ufisadi, wengine wamefungiwa na chuki, wengine wamefungiwa na madharau ambayo Kristo sasa anasema anakuja ayafungue. Na kisha yafungua basi anatufanya sisi tuwe huru na tuweze kuwepo tayari katika kutenda kazi zake. Anawaagiza wale wanafunzi wake, anawaambia mtakapo mpata mfungue na mumlete. Kwa hivyo punda huyo hakuwa tu wanafunzi hawa wafanye jambo lolote naye. Alikuwa ni punda maalum ambaye Kristo amewaagiza wamlete, ni punda wake ambayo yeye anataka kumtumia. Hebu jiulize, huyu punda pia angeweza kukataa. Mnyama anaweza kukataa, punda anaweza kukataa, arushe miguu, asiweze kufanya kazi hiyo. Lakini huyu punda hakukataa. Huyu punda alifunguliwa na akaandamana na wale wanafunzi. Mwenye punda pia hakukataa. Alikuwa na uhuru wa kusema la, punda wangu hatafanya kazi, punda wangu hatatumiwa na mtu yeyote. Lakini alikubali kushiriki katika mpango wa Kristo ili aweze kutimiza kazi yake. Hiyo ni kumaanisha kwamba alikuwa tayari kutumiwa. Ndiyo nilianza kuuliza, wewe uko tayari kuwa punda wa Kristo? Uko tayari kutumika katika kazi zake Kristo? Tunampa Kristo muda huo? Tunaweza kuwa wakati mwingine tuko busy, tuko na kazi zetu, tuko na hali zetu, lakini hatujampa Kristo nafasi. Kanisa katika juma hili takatifu linatuhimiza tumpe Kristo nafasi. Tukubali kuwa yule punda. Ndio inatualika katika kuwazia matukio hayo ambayo mkombozi wetu atayapitia. Mateso yake, kifo chake. Wiki hii ni wiki ya kukumbuka mambo hayo. Kuanzia Jumapili ya leo ambayo inaanza rasmi wiki takatifu katika liturujia zetu za Kikatoliki. Wiki hii ni wiki ya muhimu sana kwa sababu inatuelekeza katika matukio makubwa, moja kwa moja, hatua kwa hatua, katika yale matukio yatakayotufikisha kilele
cha siku hizi 40 ambapo tumekuwa tukifunga, tukisali na tukitenda matendo mema, yani ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo leo tujiulize kama kweli sisi tuko tayari. Tuko tayari kumtumikia Kristo na tuko tayari kutumiwa na Kristo katika kazi zake. Tuko tayari kuwa yule mwanapunda. Kuna hadithi kwamba yule mwanapunda aliyembeba Kristo, kesho yake alikuwa amekutana na punda mwingine katika mji wa Yerusalemu. Baada ya Kristo kumaliza kazi, na yeye hatuambiwi alienda wapi, lakini hadithi hiyo inasema kwamba baadaye kesho yake amekutana na punda mwingine, na anamwambia punda huyo, mimi sijui watu wanakaa namna gani. Jana nilipita hapa, nimembeba Kristo. Kila mtu alikuwa ananishangilia. Waliweka hata mavazi yao chini ili mimi nipitie. Sasa leo ona, hakuna hata mtu ambaye anataka kuniangalia. Yule punda mwingine akamwambia, wewe bila Yesu ni bure. Kwa hivyo wewe mwanapunda ulikuwa tu wa muhimu kwa sababu ulikuwa unambeba nani? Yesu. Tukimwacha Yesu basi tunakuwa bure. Maana ya maisha yetu yanapatikana ndani ya Kristo. Wenyewe tunakuwa bure. Wenyewe hakuna mtu anayetuona, hakuna mtu anayetutambua. Tutembee pamoja na Kristo. Tumbebe Kristo pamoja nasi ili aweze kuweka umuhimu na maana katika maisha yetu. Kwa hivyo juma hili takatifu, sisi wa Katoliki tunaitwa kuchukua muda huo. Uwe ni muda wa kusali zaidi. Uwe ni muda wa kutafakari zaidi kuhusu haya mambo ambayo ndio msingi wa imani yetu. Msingi wa imani ya Kikristo inapatikana katika juma hili ambalo tunaingia. Kristo alikufa. Kristo alifufuka. Hata katika liturujia yetu ya kila siku tunapoambiwa tutangaze fumbo la imani, haya ndio maneno ambayo tunataja. Ndani ya imani yetu haya matukio ya kifo na ufufuko ndiyo basi yanatia nguvu maisha yetu ya imani. Kristo katika ufufuko wake analete ushindi. Kristo katika ufufuko wake analete maana mpya katika maisha yetu. Kwa hivyo sisi ambao tumealikwa kushiriki pamoja naye, tuombe basi kila siku katika juma hili ikawa nafasi yetu ya kuweza kushiriki katika mpango wa Kristo, wa kumkubali Kristo atembee pamoja nasi. Tumbebe Kristo manyumbani mwetu, tumbebe Kristo kazini mwetu, tumbebe Kristo kila siku katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.